na yeye atakaye na ayatwae maji ya uzima bure. Mimi kweli nimeshabarikiwa jinsi tulivyokumbushwa. Najua kuna kujifunza, lakini hakuna mwisho wa kukumbusha. Amen. Kwa hiyo faida zipo nyingi sana kwetu. Mambo mengine tunajifunza ni mapya, lakini mambo mengi tunakumbushwa na tujenga roho. Yanajenga nguvu ya kiroho katika neno. Sasa tunahama katika kitabu cha kwanza katika kozi yetu ya Nyayo za Kristo. Nahamia sasa kwa kitabu cha pili kinachoitwa Nyayo za Kristo namba 2. Halafu pia ni sehemu ya 3. Nafikiri kitabu cha kwanza tumekuwa na sehemu 2. Sasa pia katika kitabu cha pili tutakuwa na sehemu 2. Kuna sehemu ya 3 na sehemu ya 4 katika kitabu hiki. Nafikiri kuna sehemu 2 au kitabu kimoja kwa kila mtihani. Sehemu ya 3 ina kichwa hivi: Kristo dhidi ya tabia mbaya zinasazo. Tabia mbaya zinasazo. Kuna tabia zinazonasa, zinakunasa katika dhambi. Labda ile tabia pengine sio dhambi, hatua za mwanzoni, pengine sio kila kitendo kwenye tabia hizo ni dhambi. Unaweza kutetea kusema kushika hichi kitu, kutumia kwa kiasi kidogo, nini, vitu vingi tutajaribu kueleza, na tunataka tuangalie hasa kuna vitu gani, kuna tabia gani ambazo hazisaidii maisha yako ya kuishi kwa ajili ya kumtukuza Yesu Kristo. Na baya zaidi, hizo tabia zinakupelekea katika mazingira ambazo zinakunasa katika dhambi. Na sio tu dhambi ya mara moja, sio tu dhambi ya kukosea tu mara moja, dhambi ambayo inajenga tabia ngumu ya kubadilisha. Tabia zinazonasa. Hebu nafikiri tucheze kidogo na lugha ya Kiswahili. Katika somo letu, Kristo dhidi ya sigara, madawa ya kulevya na kilevi. Naamini baadhi ya masomo ambayo yako mbele yetu hapo, kwa kuwa labda tutaje masomo mengine ambayo yanafuata katika sehemu hiyo hiyo. Kuna Kristo dhidi ya sherehe, dansi na michezo ya kuigiza. Kuna somo la 13, Kristo dhidi ya zinaa. Somo la 14, Kristo dhidi ya michezo. Somo la 15, Kristo dhidi ya tamaa ya fedha. Somo la 16, Kristo dhidi ya ushirikina. Amen. Sasa vyote ni tabia mbaya zinazonasa. Na baadhi ya hizo tabia tunaweza kusema ni anasa. Ni anasa. Kwa hiyo tunataja saa hizi katika kipindi hiki habari za sigara, madawa ya kulevya na kilevi. Lakini nataka somo hili tuipe kichwa kingine. Anasa nani? Anasa nani? Sio tu nani anatafuta anasa, lakini nani ananasa. Sawa? Nani anakunasa katika anasa? Nafikiri tutakumbuka kichwa chetu. Anasa nani? Anasa hizo, katika hizo anasa ni nani anakunasa? Anasa nani?
pia katika hizo anasa, nani anataka kunaswa? Je, wewe unapenda kunaswa na huyu anayenasa katika anasa ambaye ni adui yetu Shetani? Kristo dhidi ya sigara, madawa ya kulevya na kilevi. Basi tunaanza katika mstari wetu wa kukumbuka. Mstari wa kukumbuka ni waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 6 mstari wa 20. Tusimame, tusichoke. Amen. Najua kuna joto, kuna kusinzia. Basi tufanye mazoezi ili tusichoke, tusisinzie. Waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 6 mstari wa 20, pale katika ukurasa wako namba 7 katika kitabu. Tutasoma pia. Tusome mara mbili kwa sauti pamoja mstari wetu wa kukumbuka. 1, 2, 3. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Amen. Tukae. Kwa hiyo hapo wanasumulizia kwamba siku moja rafiki akasema, Biblia haijasema bahali popote kwamba kuvuta sigara ni dhambi. Je, ni kweli au si kweli? Mkono. Hapa nani anaweza akatufungulia Biblia na kuona pale ambapo Biblia inataja sigara na inasema ni dhambi kuvuta sigara? Wapi Biblia inataja sigara? Tuone mkono. Basi ina maana kwamba ruksa vuta sigara. Huyu mtu alitaka kujitetea kwamba hiyo tabia ya sigara ni vigumu kuacha, lakini bado mimi nimeokoka. Namfuata Yesu. Nimesalimisha maisha yangu yote kwa Yesu, lakini sigara sio dhambi. Taendelea kuvuta sigara, niache, wala usinihukumu, usiseme ni dhambi. Haya. Tuongeze hapo. Je, wapi Biblia imesema madawa ya kulevya ni dhambi? Wapi kwenye Biblia imehitaji madawa ya kulevya? Okay, tuongeze tena. Siku hizi tuna katika siasa, sio hapa Tanzania, lakini hapo kwetu Marekani, wanagombana sana juu ya abortion. Yani wanataka iwe halali wala isiwe ni maadili mabaya. Yani kama tunawabagua kina mama ambao wanapata shida, wanapata mimba isiyotarajiwa nini. Haya, wapi kwenye Biblia inasema kutumia dawa au tendo lolote la kumua mtoto tumboni mwa mama ni dhambi? Wapi inataja kumua mtoto ndani ya tumbo la mama? Wapi? Basi kama sio, tuondoke hapa tu na uhuru. Tumeachwa uhuru na Yesu. Amina. Tunaweza kusema kumua mtoto tumboni mwa mama sio dhambi. Ndio wengi katika dunia yetu ya kisasa, itakuja hapa Tanzania, itakuja tu. Mambo ya ushoga nini, yote hayo yatakuja tu. Tujiandae sisi wa Kristo. Amina. Tujiandae jinsi ya kujitetea. Tusisubiri mpaka tumepata mstari ambao umetajwa kwa jina ambalo tumezoea katika mazingira yetu ya kisasa. Inatumia lugha ile. Basi kama haijatajwa wazi lile, basi tunaruhusu. Hapana. Mungu ametusaidia Biblia ambayo inaeleza vizuri kanuni ya kutuongoza katika kila jina la dhambi, kila hali. Amina. Okay. Basi kama umejiandaa kidogo somo hili au umewahi kupitia somo hili au labda kwa hekima zako, nani anaweza hapa kutusema Biblia inakataza dawa za kulevya, sigara na ulevi? Kuna mtu yote anaweza kutusaidia? Tuko darasani. Amina. Ni mazoezi. Karibu kaka January. Ngo kwenye Isaya Isaya sura nzuri ya 55
hususan mstari huo mzuri wa pili. 55 sura 55 Isaya mstari mzuri wa pili. Fika hapo Biblia inasema hivi: kwani kutoa fedha kwa ajili ya kitu ambacho si chakula, na mapato yenu kwa kitu kisichoshibisha? Nisikilizeni kwa bidii, mle kilicho chema, na kujifurahisha nafsi zenu kwa unono. Amen. Kwa tafsiri hiyo, sigara, madawa ya kulevya ni vitu ambacho sio chakula, hakishibishi. Kwa hiyo kwa mujibu au kwa mazingira kama hayo, kupitia fungu hili yamekatazwa. Okay. Amen. Sawa, asante. Kwa hiyo usitumie pesa kwa ajili ya kitu sio ambacho si chakula cha kushibisha. Sio ni maana yake? Haya. Nimekaa hapa hichi kiti je kinashibisha? Ninakula? Basi nimefanya dhambi. Nimenunua coach kama hii, lakini siwezi kutumia kama chakula. Hii ni anasa, kwanza ni comfortable. Yaani hapa naweza hata kusinzia haraka tu. Vizuri hamjakaa hapa. Okay, basi tuseme hii ni dhambi kwa sababu watu wawili wanakaa, unatoa hata laki mbili hivi, unanunua. Hivi unapata kwa bei robo tu, yaani bei ndogo unapata. Basi kanuni kanisani tutumie tu kitu kama hiki, au nyumbani haturuhusu kununua kitu kama hicho. Nakutania lakini sitanii. Amen. Ni kanuni nzuri. Nakupongeza. Ni mstari mzuri sana. Lakini najua watu wengine watafanya nini? Watajitetea. Wasema bado kwa namna hiyo. Tulikuwa na mkono mwingine Frank. Wala madawa ya kulevya. Lakini tunaelewa sigara, madawa ya kulevya ni vitu ambavyo vinaharibu akili ya binadamu, vinaharibu mwili wa binadamu, vinauchosha mwili wa binadamu. Kwa hiyo huo ni uchafuzi wa mwili ambao maandiko yanatuambia miili yetu ni hekalu takatifu la nani? La Mungu. Si ndio? Amen. Na anasema mtu akilichafua hekalu hilo, si ndio? Ina maana Mungu atamharibu. Si ndio? Sasa nikisoma kwenye Wagalatia 5 kuanzia mstari wa 19, Wagalatia 5. Sura ya 6. Wagalatia 5 mstari wa 19. 5 kuanzia mstari wa 19 hadi 21. Unasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi. Hapo sasa. Ulevi. Tayari kuna neno ulevi. Ulevi ni kitu kinachomlewesha mtu. Okay. Ambacho tunajua kwa mfano mtu akinywa pombe, sio walevi wote wakinywa pombe wanafanya matendo ya ajabu. Hapana. Kuna wengine wakinywa pombe, anaenda nyumbani vizuri kabisa, anapumzika. Hafanyi vurugu, hatukani mtu, si ndio? Lakini maandiko yamekwisha kataza kwa sababu ukinywa pombe tayari unauchosha mwili wako. Ndio. Si ndio? Unaharibu akili zako. Okay. Si ndio? Kwa hiyo Roho Mtakatifu hawezi kaa kwenye hekalu ambalo tayari limechoka, limechafuliwa, mtu hawezi kufikiria vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukimalizia anasema ulafi na mambo yanayofanana na hayo, katika hayo nawaambia mapema, kama ilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mtu akiwa mlevi, anabuya unga, anavuta shisha, anavuta sigara na bangi. Ndio. Ushaelewa kabisa, ukivuta sigara na bangi unaenda kuua mapafu yako. Okay. Ukinywa pombe zile kali, konyagi na zingine zinaenda kuchoma viungo vyako tumboni. Je, Mungu anapenda viungo vyako viungue namna hiyo? Sio mapenzi ya Mungu. Sawa, asante. Kwa hiyo Mungu haruhusu kitu kama hicho. Amen. Ni sahihi hapo, inasema wazi ulevi. Kuna sehemu nyingi sana inaonya habari za ulevi na matumizi ya pombe. Na cha ajabu
Kinachofuata hapo, hajaishia tu kusema ulevi, anaongeza ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Alijua kabisa hawezi kutaja kila kitu, lakini ameweka kanuni. Na kama pombe katika kilevi zinakuwa na tabia za kukutamanisha urudie na kurudia, yani tayari umeshikwa, umenaswa. Anasa imekunasa, si ndio? Anasa imekunasa, unashindwa kuacha, inakuwa vigumu, tuseme iko vigumu sana kuacha. Basi ingawa labda tobacco, sigara haiwezi kufanya mtu kupoteza fahamu kama ulevi, lakini bado inajenga hiyo tabia katika mwili kwamba ni vigumu sasa kuacha. Ukishaanza ni vigumu sana kuacha. Ni kitu kinachofanana na hayo. Ndio, na ametaja pia kaka Frank pale, ametaja habari za waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Nataka nisome kabisa. Hamjui ya kuwa nyie mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Nimeshasema kaka, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo nyie. Tunajifunza kitu. Mwili huwezi kutenganisha na roho. Mwili na roho. Huwezi kusema mwili umetamani basi umeenda umezini, ni mwili tu, lakini sio mimi. Ni mwili. Ni mwili umezini, sio mimi. Mimi ni mtakatifu kwa Mungu. Kwa roho yangu nampenda Mungu. Mwili umeenda katika ulevi, lakini sio mimi. Ule ni mwili tu. Mwili huwezi kujua na ufanye. Kuna imani zingine potofu wanakuwa na imani hiyo. Kwa hiyo tuepukane kabisa na hilo. Inatufundisha kwamba mwili na roho ni utu ule ule. Ni utu ule ule. Unawajibika kwa vile unavyoruhusu katika mwili, kwa sababu ni roho inayoruhusu, ambayo inapaswa kutawaliwa na Roho Mtakatifu, sio tamaa za mwili zipinganazo na roho. Ndio maandiko yanasema tunapaswa kuachana na tamaa za mwili zinazopingana na roho. Mwishoni katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 6 sasa anasema habari za kutumia viungo vya mwili na kupeleka katika ukahaba, na anamalizia pale mstari wa 20 kwa kusema, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi, kwa msingi huo, kwa sababu umenunuliwa kwa thamani, mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo kweli watu wengine, sio tu vijana, nafikiri watu wengi ambao tunakutana nao, wengine wanasema, wengine wanaogopa kusema, lakini wanawaza kwamba kama masharti ni hivyo, vitu vingi vya raha, vya anasa vinakatazwa, basi ni vigumu sana kumfuata Yesu. Yani sitaki kwanza. Yani kama Yesu ana uchoyo fulani, anataka kuninyima furaha zote, ana uchoyo. Yani Yesu namna gani? Hajanipenda kwanza, anataka nisipate anasa sawa na watu wote wa duniani. Okay? Tunaweza kuwaza hivyo, na mara nyingi sana ndio chanzo cha kuanguka kwenye dhambi. Mara nyingi, ukubali usikubali, ukijaribu kutafakari na kuchimbia mpaka chini, ufahamu kabisa msingi, yani mzizi ule ulioshika chini umegusa wapi mpaka mtu ameanguka katika dhambi. Kwa sababu shetani ameshaingiza wazo kwamba mimi nimenyimwa raha fulani, ndio kidogo tu, mbona mimi nimefanya kazi sana. Watu wakubwa wa Mungu, nakwambia, watu ambao wamekuwa viongozi wakubwa sana wa kanisani, katika ministry, katika huduma mbalimbali, wameongoza watu wengi wanaoheshimu, na wanafikiri kwa sababu wanatumika sana kwa Mungu, Mungu hawezi kujali wakitumia kidogo tamaa za mwili.
wanafurahisha tu mwili pembeni kidogo, kwa sababu wanatumika sana kwa Mungu, basi wanastahili pia kupata kidogo kupumzika kwa namna ya kulewa kidogo pombe, na zaidi kinachowanasa ni wanawake, zinaa. Watu wa kiroho, mashujaa wengi wameanguka hapo hapo. Mahubiri wameheshimika. Unajua kuna ulevi mwingine wa heshima. Kuna ulevi mwingine wa heshima. Usipende sana kuheshimika, kuinuliwa. Uko juu hapo, uko peke yako hapo. Wewe ni askofu, lakini pengine sio askofu, ni mtu tu ambaye labda ana asili ya kuweza kunena sana, anatumia maneno vizuri, anakusanya watu wengi, wanakusanyika pale, na anaitwa huku na huku, anahubiri huku na huku nchi nyingi au sehemu mbalimbali, ameheshimika sana, alafu yuko peke yake. Pale hakuna ndugu wa karibu na yeye ambaye wanashirikishana majaribu, wanaombeana, wanakuwa wazi ya kusema changamoto wanazopata. Nasema yuko peke yake, sio kwamba watu hawamjui, wanamuona kwa mbali na wanamsifia kwa mbali, lakini heshima zake zinamfanya anajitenga. Hatari. Amelewa. Ataanguka. Mara nyingi anaanguka na fikiri Mungu hawezi kujali. Mimi ni mtu mzuri sana, mimi ni mtu wa kiroho sana, nimeheshimika mbele ya wanadamu. Wanasahau kwamba mbele ya Mungu wote sisi ni sawa. Wote tumevaa mwili ambao una vishawishi vyake. Basi tujue kwamba Mungu amekataza vitu vingine tamaa za mwili ili sisi tuweze kukua kiroho. Ni vitu vinavyopingana na roho. Pengine kwa viwango fulani au hatua pengine ukiangalia kwa namna fulani hakuna dhambi hapo, lakini weke kanuni kabisa, tambua kanuni za Biblia hata kama haijatajwa. Tambua kanuni, kataza. Mungu ana sababu zake nzuri kwa faida zako, kwa mafanikio yako ya kiroho, kwa raha yako ya milele. Labda sio raha sana katika mwili huu, lakini raha ya milele. Amina. Kwa kifupi ndio somo letu. Kuna masimulizi mazuri sana. Huyu mwandishi anapenda masimulizi, kwa hiyo sitasoma. Natamanisha kwenye kitabu, utasoma, sawa? Masimulizi mazuri sana ya watu mbalimbali waliopambana na changamoto kama hizo. Nataka sasa tuende katika kurasa namba 10. Kurasa namba 10. Kwa uaminifu toa maoni yako kuhusu anasa. Kuhusu anasa. Okay, kuna mfano mmoja mzuri. Amesema, samahani, nilitaka nitaje pia. Katika kurasa namba 9 kuna mfano wa buibui. Buibui anatengeneza wavu wake pale ambapo mwanga unaingia. Labda ni chini kwenye majani, kuna giza, lakini wadudu wanataka watoke kwenye sehemu za giza, wanatoka wanaenda kwenye mwanga, wanaona mwanga, wanaruka wanaelekea kwenye mwanga, na hapo ndio ametega kwenye mvuto fulani. Ametega wavu wake buibui. Nia yake ni kwamba unaenda unatafuta kitu ambacho umetamani, lakini unapata kitu tofauti. Hata naswa katika wavu wake. Nia yake ni kwamba ukisha naswa, taratibu, wala hana haraka, taratibu anakuacha unaendelea kucheza pale, lakini taratibu anakuja ananyonya damu yako. Ndivyo shetani alivyo. Kwa hiyo umenaswa katika anasa. Anasa nani? Anasa shetani. Ndio habari za anasa. Anasa ni kwamba shetani anakunasa. Waaminifu toa maoni kuhusu anasa. Mwenye mkono haraka. Mwenye mkono. Mimi hapa nimeandika anasa zinatufanya kuwa wavivu wa kiroho, kwa upande wa kiroho. Anasa zinatufanya kuwa wavivu kwa upande wa kiroho. Unaweza kuandika mambo mengi pale.
Biblia haisemi kuwa ni vibaya kuvuta sigara na kutumia madawa ya kulevya. Basi unajuaje kwamba mambo haya ni dhambi? Tumeshapata karibu vifungo vitatu vya Biblia pale katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 3:17 inasema tunajua ni dhambi kwa sababu inaharibu hekalu la Bwana. Hekalu la Bwana. Na zaidi ya kuharibu tu mwili huu, inakuharibu kiroho. Inakufanya kuwa mvivu kiroho. Kijana ambaye hajawahi kuonja pombe hata mara moja ana faida gani? Hapa nataka jibu sasa. Katika simulizi pale anasema huyo mwandishi ambaye ni mchungaji ambaye amehutumika sana, lakini katika ujana wake analifundishwa vizuri na wazazi wake, alifundishwa sana jinsi ya kumfuata Mungu, lakini kuna siku moja aliasi, alitoroka, aliondoka pale nyumbani, alienda mbali huko, akienda kutafuta sehemu za bar, akacheza, akafanya nini, akaanza kuvuta sigara kwa mara ya kwanza, akatumia na bia, kama siku mbili tu au siku moja alifurahia dunia, isa basi hayo haina maana kwanza. Ngoja watake wasitake, mimi naondoka. Akaenda, akaonja bia, lakini kuna mtu ambaye alimfahamu, alikutana naye pale, ambaye amesha kujua malezi yake ya kiroho, na alijua sasa ameshaenda huku mbali na katika dhambi, ameshanaswa sana. Akasema, akamwonya, akamvuta pembeni, akasema, wewe usinywe gongo kwa sababu husababisha matatizo tu. Wakati yeye ameshalewa na gongo, pombe kali hizo, ameshalewa. Alisema huku usiende, haina faida, ni matatizo tu. Kwa hiyo kijana ambaye hajawahi kuonja pombe ana faida gani? Mkono? Karibu. Kwa sababu yeye anakuwa ni mnadhiri wa Mungu, ni mtakatifu. Kwa hiyo anamtukuza Mungu. Sawa. Tofauti na yule ambaye tayari ameshaanza kutumia pombe na ametamani kuacha. Huyu ana faida gani na tofauti na yule ambaye ametamani kuacha? Ameshaonja, ameshindwa kuacha. Habari wapendwa. Tumeshapata somo letu. Anasa. Anasa inaweza kuwa na maana mbili, si ndio? Anasa, maana ile ya pili ni nini? Karibu. Nafikiri pia tunaweza kusema kwamba mtu ambaye hajawahi kuingia mvuto ule hawezi kuwa wa nguvu sana, sababu hajawahi kuingia. Tofauti na mtu ambaye amewahi kuishi maisha hayo, ni rahisi zaidi kwake kurudi katika maisha hayo. Asante sana. Anaweza akawaza, anaweza akaona mvutio fulani ya pombe, lakini hajawahi. Tofauti na yule ambaye ameshaonja, ameshazoea, ameshanaswa. Amenaswa nayo. Basi ni vigumu yeye. Yaani majaribu yale yanakuwa makali sana kuliko yule ambaye hajawahi kuanza. Amen. Je, ni kwa namna gani ibilisi hufanya kazi kama buibui? Majibu. Kwa namna gani ibilisi hufanya kazi kama buibui? Mkono. Bwana asifiwe. Amen. Ibilisi anafanya kazi kama buibui kwa sababu ibilisi anashawishi. Yeye ni mjanja, anakushawishi polepole. Kwa hiyo sasa nitumia Kiswahili cha mjini, vijana wanasema unapokuwa umeingia kwenye 18 zake. 18 zake. Yani umeingia kwenye mtego wake. Kama buibui anapotengeneza ule utandu. Kwa hiyo mdudu akikatiza pale, akinasa hawezi kutoka. Kama mwandishi anavyotuambia, anamfyonza damu polepole hadi anakufa.
Kwa hiyo ibilisi pia ukishaingia kwenye ule mtego wake atakufyonza na hadi na wewe utakapofanya nini? Utakapokuwa umekwisha. Bwana Yesu asifiwe. Labda nitoe mfano, siku moja nilikuwa naangalia filamu fulani hivi sehemu fulani. Sasa ile filamu wakawa wamemweka mtu mmoja, yeye amechukua kipengele cha ibilisi. Kwa hiyo kuna kijana mmoja alipatwa na tatizo. Sasa akawa amekaa sehemu anawaza afanyeje, yule ibilisi akamtokea. Ila yeye akawa muoni sasa kwa namna walivyoandika ile, yani ule mchezo uwe. Akawa anamshawishi, anamwambia vuta kasigara kidogo. Vuta kasigara kidogo. Yaani anamshawishi. Kwa hiyo yule anasikia kama kitu kinamshawishi. Kama ambapo watu wasikia wanasema nasikia sauti mbili zinashindana. Yule kijana akawa kama hataki. Mwisho wa siku yale maneno ya ibilisi yalivyokuwa yanajirudia mara nyingi, akashawishika. Akachukua bangi, ilikuwa ni bangi, akawasha, akavuta. Sasa ukishavuta tayari umenaswa kwenye mtego wake. Kuacha sasa inakuwa ni kazi. Kazi vigumu sana kuliko kusogea mara ya kwanza. Asante sana. Basi muda wetu umeisha. Kuna swali lingine kwa sababu katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 6 12 mpaka 20, kisoma hapo kutokana na mstari wa 20, kwa nini mwili sio mali yetu? Kama umenunuliwa kwa damu ya Yesu, ndio tumekombolewa, tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Amen. Ina maana kwamba umenunuliwa, wewe si mali yako tena. Wewe umenunuliwa kwa thamani, wewe ni mali ya Mungu. Jina la Bwana libarikiwe. Nafikiri tuishie hapo. Nafasi zingine za kuongea habari za pombe, tusianze mjadala huo kwamba je, ni dhambi kuonja kidogo, ni dhambi kutumia kilevi kama kijiko kimoja kwa sababu ya dawa. Huko yote tutaenda katika mjadala. Amen. Haya, ngoja nimpishe na mwalimu anayefuata. Mungu awabariki.